Nyumba zaidi ya 30 katika eneo la viwanja vipya vya Isese, kata Isese, halmashauri ya jiji la Mbeya zimejaa maji baada ya kukosekana kwa miundombinu ya kupitisha maji na hivyo kusababisha wananchi wa eneo hilo kushindwa kuendelea na shughuli zao za kila siku na kujiletea maendeleo. Rose Chapewa, taarifa yake inaeleza zaidi. Kamera ya Channel 10 imefika eneo la tukio na kushuhudia nyumba hizo zikiwa zimezingirwa na maji, huku kukiwa hakuna dalili yoyote ya kuwepo kwa mifereji ya kupitisha maji. Wananchi hao wakiwa hawajui mahali pa kwenda kwa kuwa nyumba zao zimejaa maji, wakautupia lawama uongozi wa jiji kwa kuwauzia viwanja na kushindwa kuboresha miundombinu. Sio kwamba hivi viwanja tumegawiwa bure, tumenunua kwa hela zetu, na wenyewe wananchi ndio wana serikali ndio waliotugawia viwanja hivi, lakini cha ajabu wametutupa kabisa, yani hawaji kututengenezea hata mifereji. Sasa ndio kama hivi maji yamekuja kwa wingi, tunashindwa tufanye nini, hata watoto wetu saa zingine wanakata kwenye maji. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba jamani, nani serikali tukumbuke, itengenezee barabara huku viwanja vipya, hatuna hata barabara. Mahitaji tunanunua kule juu. Sasa maji yamejaa hivi, tutapita wapi? Ghafla yakatokea maji yakitokea huku juu, yakija kwa kasi kabisa. Ndio nikamuuliza huyu bwana anayekuatua mito, anasema hata mimi nashangaa ya maji yametokea wapi. Kwa hiyo yalikuwa maji mengi kiasi kwamba yanatisha. Kwa upande wake diwani wa kata hiyo Ibrahim John anasema katika uchunguzi wa awali inaonyesha kuwa maji hayo yanatokana na mitaro ya barabara kuu inayotoka jijini Mbeya kuelekea wilayani Chunya kuelekezwa kwenye eneo la makazi ya watu, na kwamba tayari amewasiliana na injinia wa jiji ambaye ameahidi kulishughulikia suala hilo. Tumejaribu kuelezwa na wananchi wenzetu ambao wanalima eneo la milimani huko kwamba haya maji yanatoka kwenye makorongo ya milimani, lakini sio milimani tu kwa maana ya milima hii kuwa inatoka chemchemi. Hapana, haya maji inasemekana yanatoka kwenye barabara ya Chunya ambayo imejengwa iko kule mlimani na mitaro yake mingi imeelekezwa huku bondeni. Hata hivyo, Channel 10 inaendelea na jitihada za kutafuta uongozi wa jiji ili kuweza kuzungumzia suala hilo. Kutoka Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10.